Ni ungane pamoja na waombolezaji na waongeaji wote waliotangulia kwa masikitiko makubwa kutoa pole nyingi sana kwa mjane na wanafamilia, familia kwa ukubwa wake, waheshimiwa wabunge, kutokana na msiba huu mkubwa wa kuondokewa na mpendwa wetu marehemu William Lukuvi, aliyekuwa mbunge wa Isimani na waziri katika ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge na uratibu pamoja na watu wenye ulemavu. Hakika kifo cha mpendwa wetu Mheshimiwa Lukuvi kimetuacha Watanzania wengi tukiwa na simanzi kubwa na butwaa kubwa kufuatia kuondoka kwake. Nitoe pole kwa Mheshimiwa Rais kwa kuondokewa na askari wake wa mwavuli kama ambavyo watangulizi wengi wametoka kusema. Mimi binafsi nimekuwa nikiwasiliana naye na kushauriana naye mara kwa mara hadi siku ambapo muda mfupi tulipoarifiwa kwamba hali yake ya afya imebadilika, tulikuwa tukiwasiliana na tukipanga shughuli mbalimbali za kazi. Tulikuwa tukiongelea kuwa na vikao kama ambavyo watangulizi walioongea wametoka kusema, hasa ukizingatia ratiba zilizokuwa zinaendelea za kamati, tukiwa tunajiandaa na masuala ya bunge. Nitumie fursa hii tena kutoa pole kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki wote na wale wote ambao kwa namna moja ama nyingine wameguswa na msiba huu mkubwa kwa Watanzania wote. Kama tulivyosikia katika wasifu wake, Mheshimiwa Lukuvi atakumbukwa kwa mengi katika nchi hii kutokana na utumishi wake uliotukuka kwenye nafasi mbalimbali. Hakika katika uhai wake Mheshimiwa Lukuvi ametoa mchango mkubwa kwa taifa letu. Kama serikali tumepungukiwa na mtu ambaye ataendelea kukumbukwa sana sana kwa busara zake, kwa ukomavu wake wa kisiasa, kwa ushawishi wake mkubwa, kwa weledi wake mkubwa katika kazi, uzalendo na kiwango cha juu cha uratibu. Mheshimiwa Baba Paroko, Mheshimiwa Lukuvi atakumbukwa sana kama mshauri na mlezi wa kila mmoja. Kama ambavyo wasemaji wengi wametoka kusema, Mheshimiwa Lukuvi alikuwa baba, alikuwa mlezi, alikuwa mwalimu wa kila mbunge. Mheshimiwa Lukuvi alikuwa mlezi, alikuwa mwalimu kwa kila waziri. Alipenda kumsaidia kila waziri anapoona katika sekta yake anavyoenenda wenda asipate ufanisi mkubwa. Mheshimiwa Lukuvi alikuwa na kiwango cha juu sana cha kujitolea, nidhamu binafsi ya kazi, kujituma. Hiyo ndio iliyomwezesha kila Mheshimiwa Rais katika awamu kama tulivyotoka kuambiwa na watangulizi waliotoka kusema, aliona anafaa kumteua ili asaidie katika shughuli za uratibu. Mimi ni mojawapo kati ya wengi walionufaika na busara zake kwa muda mrefu. Kuanzia nilipoingia bungeni nilipata ushauri mwingi kutoka kwake. Nilipoteuliwa kwa mara ya kwanza kuwa naibu waziri wa fedha, nilipata ushauri kutoka kwake. Kwa kujitolea tu
anasema hivi, unavyoenenda zingatia hili na hili na hili na hili, kazi yako itakuwa nzuri sana. Hata sasa baada ya kuwa ameteuliwa kuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, ni mtu ambaye huchoki kufanya naye kazi. Mheshimiwa Baba Paroko na Watanzania kwa ujumla wataona niliweza kupanga ziara moja ndefu zaidi ya mwezi na siku kadhaa mfululizo kupita halmashauri kwa halmashauri. Nilifanya hivyo kwa sababu zile kazi ambazo za uratibu ambazo zilitakiwa zifanyike kwenye dawati, Mheshimiwa Lukuvi alikuwa anafanya kikamilifu. Tumeenda kwenye maandalizi ya bunge na kamati, hapa kuwepo na gepu kwamba waziri mkuu yuko kwenye ziara. Mheshimiwa Lukuvi aliendelea na uratibu kikamilifu. Na sio hiyo tu, kama ambavyo Mheshimiwa Jaji Mkuu ametoka kutuambia, Mheshimiwa Lukuvi alikuwa anaweza kuelezea masuala ya kazi kwa lugha iliyo rahisi kwa kila wizara na kufanya masuala yanayohusiana na ushirikiano ndani ya serikali kuwa na ufanisi mkubwa zaidi. Tutaendelea kumkumbuka Mheshimiwa Lukuvi kwa umahiri wake huo, na hata tulipokuwa tukikaa mawaziri tulikuwa tunasema kwa kweli, mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Mheshimiwa Lukuvi kwenye masuala ya uratibu ni profesa. Hivyo hivyo na kwa waheshimiwa wabunge, anafanya mahusiano kati ya serikali na bunge yawe imara kila wakati. Mara nyingi kwenye majukumu haya ya mihimili, kuna wakati joto huwa linapanda kama wana michezo. Unakuta mbunge kwa ajili ya kuwatetea wananchi wake na pengine majibu yaliyotolewa na serikali hayajamridhisha yeye na wananchi wake, ana lose temper. Mheshimiwa Lukuvi alikuwa ni mwalimu wa kuweza kuhakikisha mahusiano kati ya mbunge, wananchi wa jimbo husika pamoja na serikali yanadumishwa, na amefanya hivyo si mara moja, amefanya hivyo mara nyingi.